Tuzo ambayo tumepata. Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama mnavyoona kwa mwaka wa pili mfululizo Tanzania inashinda tuzo ya dunia katika eneo la nchi inayoongoza duniani kwa utalii wa safari. Utalii wa safari ni utalii wa kwenda kujionea wanyama, kujionea vilivyomo katika hifadhi zetu. Kwa hiyo katika aina hiyo ya utalii sisi Tanzania tumeshinda tuzo hii, na labda niseme katika sekta ya utalii hii ndio tuzo kubwa kuliko zote duniani. Kama ambavyo kwa wenzetu wa filamu wana tuzo zinaitwa Oscars, kwa wenzetu wa music kuna tuzo zinaitwa Grammy. Kwa hiyo hii tuzo tulioishika hapa ndio tuzo kubwa katika sekta ya utalii duniani. Kwa hiyo kutambulika kwetu ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo niseme kwanza tuishukuru serikali yetu chini ya mama yetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Mheshimiwa Rais na marais wengine wote waliopita wamewekeza sana nguvu zao kwenye uhifadhi, lakini pia kuendeleza utalii. Mnafahamu Mheshimiwa Rais alishiriki mpaka filamu ya Royal Tour na baadaye akashiriki filamu nyingine ya kuitangaza nchi yetu China inaitwa Amazing Tanzania. Kwa hiyo tuzo hii ni matokeo moja, uhifadhi, manake tusingekuwa tumehifadhi vivutio vyetu leo tusingeweza kushinda, lakini la pili ni kuendeleza utalii. Kwa hiyo haya mawili ndio siri kubwa za ushindi wetu, na dunia yote sasa inatuangalia Tanzania kwa tuzo hii. Inazidi kutuona ni watu ambao tuna vivutio vizuri sana, na tunaamini kupitia tuzo hizi Tanzania imetangazika, lakini pili watalii wengi wataendelea kuja Tanzania. Kwa niaba ya Bodi ya Utalii Tanzania niungane na Katibu Mkuu kwanza kutoa shukrani za dhati kabisa kwa wadau wa sekta ya utalii. Kama ambavyo amemalizia kusema Katibu Mkuu, ni kwamba mchakato huu unahusisha kupigiwa kura. Sasa wanaopiga kura ni wadau wa sekta ya utalii, sio tu watalii peke yake. Kuna wao wameiona Tanzania na vivutio vyake vya utalii, hasa utalii huu wa safari, kama kituo bora kabisa duniani. Kwa hiyo dunia imeiamini Tanzania, dunia imeiamini Serengeti na hifadhi zingine zote, na ndio maana tukapigiwa kura tukashinda tuzo hizi. Sasa wengi mtaanza kujiuliza tunaelekea wapi baada ya hapa? Ni dhahiri kabisa kwamba tumejipanga ili kuidhihirishia dunia ya kwamba Tanzania ni award winning destination, na wageni wengi waendelee kuja kuweza kuviona vivutio hivi. Tuzo tulizoshinda ni 5 kwa mwaka huu. Hii ndio tuzo kubwa kuliko zote. Ni tuzo ambayo kama alivyosema Katibu Mkuu hapa, ni kwamba Tanzania imekuwa ni nchi bora ya utalii wa safari duniani. Lakini miongoni mwetu tuliokwenda katika nchi hii ya Bahrain, Tanzania pia imeshinda tuzo ya hifadhi bora kabisa duniani ya Serengeti. Kwa hiyo katika hifadhi zote duniani, na hasa majirani zetu ambao wengine wanaongeongea sana wale, lakini Afrika yote ukiweka tuzo ambayo ya hifadhi bora kuliko zote ni Serengeti. Kwa Tanzania tukapata hiyo. Lakini pia tumepata tuzo nyingine ambayo itaongelewa kwa wenzetu wa Zanzibar. Hiyo naomba tuiache kwa sasa, lakini itaongelewa. Lakini wadau wengine wawili, yani experience nzuri ya balloon safari duniani ni Serengeti Balloon Safaris. Kwa hiyo unapoingia pale Serengeti na hifadhi zingine, ule utalii wa baluni ule, Tanzania pia imeweza kuchukua hiyo. Lakini pia tumeshinda tuzo nyingine ya kisiwa ambacho ni most private and exclusive duniani. Ni kisiwa cha Thunder ambacho kiko Mafia. Kwa tueleze wa Tanzania kwamba tuna vivutio vingi. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji. Mwaka jana serikali ilijenga barabara za kilomita 2808 katika maeneo ya hifadhi. Kwa hifadhi zinafikika, amani ipo, dunia imetuchagua, tuendelee kusapoti utalii huu ili mchango wake katika sekta au uchumi wa taifa uendelee kukua zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.